Mheshimiwa Mwenyekiti, maeneo ambayo mradi huu umepitia imejumuisha barabara kuu 4 ambazo zinaingia na kutoka katika jiji la Dodoma, na kama nilivyosema kwamba kwa njia ya kwenda Iringa tuna kamera mpaka umbali wa kilomita 6.69 kwa maana ya Mkonze, ndo kamera ya mwisho iko pale, na njia ya kwenda Singida kamera ya mwisho iko katika eneo la njia ya panda ya tunapoelekea hospitali ya jiji kwa maana ya Nala Mizani pale mbele kidogo, na kwa njia ya Arusha kamera ya mwisho iko kwenye njia ya panda ya kwenda Sentigema kwa maana ya pale ambapo unakatisha kwenda Sentigema ndio kuna kamera ya mwisho, na njia ya Morogoro imeenda kwa umbali wa kilomita 21 kwa maana ya kwamba kwenye lango kuu la kuingilia mji wa serikali. Lakini pia tumeweka kamera hizo kwenye makutano ya barabara, yani roundabouts, maeneo yenye mikusanyiko mikubwa ya watu, miundombinu ya serikali, maeneo ya kimkakati na baadhi ya barabara za ndani zinazounganisha maeneo ya jiji. Mheshimiwa Mwenyekiti, lengo la mradi huu ilikuwa ni kuimarisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao pamoja na miundombinu ya umma katika jiji la Dodoma, lakini pia kudhibiti makosa ya barabarani na matendo mengine ya uhalifu. Na mradi utasaidia kutoa uhakika wa usalama kwa wadau wa shughuli za maendeleo na kulifanya jiji la Dodoma kama sehemu ya makao makuu ya nchi kuwa salama na ya kutumainiwa kwa shughuli za uwekezaji, kidiplomasia, utalii na kuhakikisha kwamba jiji letu la Dodoma linaendeshwa kidijitali. Mheshimiwa Mwenyekiti, Halmashauri ya jiji la Dodoma imeingia mkataba na kampuni ya Wisgen Smart Systems kwa ajili ya usimikaji wa mfumo ambao kwa sasa una jumla kamera 106 kwa kuanzia zenye uwezo mbalimbali ikiwemo uwezo wa kusoma namba za magari, kuhesabu vyombo vya usafiri, watu na hata kuchukua matukio mbalimbali kwa kuzingatia mahitaji ya maeneo husika. Na mkataba ulianza kutekelezwa tarehe 1 Julai mwaka 2025 na ulitarajiwa kutumia siku 90. Gharama za mradi kama nilivyosema ni shilingi milioni 473,044 ambazo hizi zinatoka kwenye mapato ya ndani, na hadi sasa mkandarasi amekwisha kulipwa zaidi ya shilingi milioni 400. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali ya utekelezaji. Mkandarasi hadi sasa ameshakamilisha kazi kwa asilimia 80, na kazi ambazo zimekamilika ni kusimika nguzo na kufunga kamera na vifaa vyake vya mawasiliano, kufunga skrini kubwa kwa maana ya control center na vifaa vyake, na ili kuboresha na kuwa na mawasiliano yenye nguvu zaidi, mfumo ulihitaji kutumia mkongo wa taifa ili kusafirisha taarifa zake. Hivyo Halmashauri ya jiji la Dodoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa pamoja na ofisi ya mkuu wa wilaya iliwasiliana na shirika la mawasiliano Tanzania yani TTCL ili kusaidia kuziunganisha kamera hizo sasa kwa mkongo wa taifa yani fiber optic cable. Aidha, mfumo wa mawasiliano kwa wote yani UCSAF ndio ambao umetusaidia kugharamia utekelezaji wa kuunganisha miundombinu ya mkongo wa taifa kwa kulipia gharama ya shilingi milioni 162.6 ambazo miundombinu hiyo itakuwa jumuishi. Vile vile Halmashauri ya jiji la Dodoma tayari imeshawasiliana na shirika la umeme kwa maana ya TANESCO ili ya kwamba litusaidie sasa kuweka umeme wa gridi kwenye vituo 33 ambazo kamera hizo zipo. Plani ya kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, ilikuwa tutumie umeme wa sola, lakini baadaye kutokana kwamba zile kamera tulizochukua zilikuwa zina uwezo mkubwa, ikaonekana kwamba tungepata fiber ndio ingekuwa bora zaidi. Ndio maana tukahusisha wenzetu wa UCSAF pamoja na TANESCO, na kwa sababu miundombinu ambayo inatumika ya TTCL yenyewe inatumia umeme wa grid, na kwa sababu ndio tunatumia ile infrastructure yao, kwa hiyo ikabidi na sisi tubadilike kutoka kutumia umeme wa sola na kwenda kwenye umeme wa grid. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kazi sasa kukamilika ya kuweka umeme kwenye vituo hivyo 33 ambazo tayari TANESCO wameanza kwa maana ya kwamba wameshaanza kufanya kujua yale mahitaji pamoja na kutupa gharama zake. Baada ya kukamilisha hapo, ndo mkandarasi atamalizia kazi ya usanifu kwa maana ya configuration, mafunzo kwa watumiaji wa mfumo na usimamizi katika kipindi cha matazamio.